Habari watu, Ivan yuko hapa. Na leo, huwezi amini, tunarekodi Among Us katika maisha halisi tena. Ndio. Kwa hiyo, mnajua utaratibu. Tuko watano, wahudumu 4, mlaghai 1. Wahudumu wanafanya kazi ndani ya chombo cha angani, na mlaghai anatakiwa kuwawinda mmoja mmoja hadi ashinde. Watu, msisahau kujiunga na kituo hiki, kupenda, kutoa maoni, na tuanze kwa kutambua majukumu yetu. Kila mtu anataka kuwa mlaghai, na huyo ni mimi. Ninataka sana kuwa mlaghai. Nitakuwa makini sana juu ya jinsi ninavyowa watu wengine. Sikutaki kuwa mlaghai kwa sababu nitakuwa na wasiwasi sana. Nitakuwa kwanza. Sijui kuhusu hawa watu, lakini baadhi yao hawataki hata kuwa mlaghai. Sitaki kabisa kuwa mlaghai kwa sababu kwanza ni ngumu sana, na mimi si mzuri sana katika kudanganya. Sijui jinsi ya kujitetea. Kwa hiyo, sijui, nadhani huyu mtu atakuwa mlaghai. Nitakuwa kwanza. Utapata nafasi ya kuwa mlaghai. Nitamua huyu mtu kwanza. Nadhani hakuna yeyote kati yetu atakayekuwa mlaghai. Sawa, watu, ni wakati wa kuchagua majukumu. Nitachagua kuwa mlaghai. Hii nitachagua. Sawa. Siwaamini hawa watu. Ninakwenda hapa. Natumaini kwamba mnaweza kuona hii. 3, 2, 1. Hii ndiyo niliyopata, watu. Okay. Sawa, niko sawa. Sawa, watu. Sasa kila mmoja wetu atachagua kazi 3. 3. Chagua yoyote. Kuna 18, kwa hiyo zitabaki 3. Na pia mlaghai anaweza kuchagua kazi 3 ili kujificha. Touch. Na itachagua. 4 imekwenda, 5 imekwenda. Nzuri. Nambari 1. Kwa hakika. Kwa hiyo, nina kazi zangu 3. Tuanzishe. Huyu mtu ni nani? Ndio, ondoka. Nashuku wewe ndiye mlaghai. Najua wewe mlaghai. Huyu ndiye mtu pekee ninayefikiria ninaweza kumwamini sasa hivi. Mtu pekee ninayeweza kumwamini. Mchezo umeanza, watu. Among Us katika maisha halisi 2. Kimbia. Sitaki kuuawa. Germany. Nina kazi moja hapo juu gorofani. Hii ni kazi ya 6. Nina kazi gani? Kazi nambari 9. Nina kazi 17, 3 na 6. Kazi ya kwanza ni 18. Nilikuwa najaribu kutafuta kazi zangu, lakini sijui hata moja iko wapi. Nimesahau, kwa hiyo lazima nichunguze tena. 16 iko hapo. Sasa 17 iko wapi? Lazima iwe karibu, sivyo? Kazi nambari 5. Iko hapa. Tuone iko wapi. Kwa hiyo, tuko katika ofisi hii sasa hivi. Kuna kazi kadhaa. Kuna kazi 8 na kuna kazi 17. Tuende hapa na tuangalie. Siwezi kuingia. Ningependelea kutoka huko kwa sababu tayari kuna mtu mle ndani. Kanuni ya kwanza ni kutomwamini mtu yeyote. Ikiwa mtu yeyote ataingia kwenye chumba, lazima tubaki imara. Sawa, nadhani Luke yuko humo, sivyo? Sawa. Tuingie hapa katika chumba changu. Rejea matengenezo. Panga kadi za nambari 10 kwa mpangilio kutoka ndogo hadi kubwa. Hiyo ni rahisi. 15 iko huko chini. Kuna 14. 17 iko wapi? Labda iko njia hii. Hiyo si yangu. Tuendelee kutafuta kidogo zaidi. Labda iko hata gorofani. Sawa, kuna mshale hapa. Hii ni kazi nambari 4. Sawa, hiyo sio. Sio ni kazi 9, 4 au 11. Sawa. Ya kwanza NI 16, halafu 28. Hii ni nambari 10. Si yangu. Ninaogopa kutoka nje. Una chumba hapa. Kazi ya vitambaa vya watoto. Nambari 13. Kazi inayochanganya sana. Ewe, angalia huyu mtu. Ondoka mbali na mimi. Ulipata nini hasa? Sitakwambia. Ulipata nini? Sitakwambia. Ulipata nini? Na nimepata crewmate. Ndio. Kwa kweli nilikisia. Sawa. Nadhani Stanley anacheza mchezo wa kisaikolojia kinzani. Ananiuliza nilipata nini? Namaanisha nimepata mhudumu. Ndio, nadhani alipata kuwa mlaghai. Huenda ikawa kweli. Ewe, je, anajua kwamba mimi si mhudumu? Kazi yangu pia haiko hapa. Nimepata kazi 17. 44. Ari, nadhani lazima niwe kimya zaidi kwa sababu wanaweza kunisikia. Nadhani kuna watu 2 humo. Kwa hiyo ninaogopa sana. Twende tuchunguze humo, jikoni. Hii ni nambari 1. Hii ni yangu. Virusi visivyojulikana vimegunduliwa kwenye bodi. Changanya kemikali kwenye mirija ya majaribio ukifuata maelekezo na upate rangi ya zambarau.
Kwa kweli sijui ni rangi gani za kuchanganya pamoja. 88 na 91. Kazi imekamilika. Hii ilikuwa kazi yetu ya 5. Tutaiacha hapa. Vipi kuhusu hapa? Hiyo ni 13. Nadhani nitatumia pinki. Hiyo ndiyo rangi iliyo karibu zaidi na zambarau na buluu. Zote hizo zinaonekana nzuri kwangu. Kwa hiyo tufanye hivyo. Hii ni ngumu sana kufanya kwa mkono mmoja, lakini nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Ninaona nyingine. 14 Esaingu. Tuangalie jikoni. Sawa. Uliniambie nini? Mhudumu au mlaghai? Sikuelezi. Pia jamani, nilitaka kuwaonyesha jinsi chumba chetu cha kupigia kura kinavyoonekana, chumba cha mkutano wa dharura. Ubao huu tunaweza kupiga kura. Hapa tuna kitufe chetu cha dharura, tunaweza kukibonyeza wakati wowote na tunapopata mwili. Sawa, kwa hivyo hakuna kazi nje. Kila mtu anatia shaka, rafiki. Hakuna hata anayetaka kusema wao ni nani. Nataka kuangalia jikoni baada ya baadhi ya kazi. Kama vile ndani. Kama vile. Hizo zinaonekana kama zambarau. Ninamuona Eva akifanya kazi fulani. Oh, nice. Sawa kabisa. Kwa hivyo tumebakisha kazi 2. Tumemaliza tu hii. Sasa tutamaliza hizi. Sawa. Nadhani kazi zangu nyingi ziko juu. Twende tuangalie juu. Oh, uchambo. Hapana. Usikaribie mimi. Hapana. Wow, kuna sauti nyingi juu. Sichukui kazi yoyote. Nimemaliza kazi yangu kwa amani. Atanikimbiza. Sikufanya chochote. Yeye ni wazimu. Hamisha mafuta ya kijani kutoka kwenye kontena la kushoto hadi la kulia kwa kutumia bomba la sifoni. Kwa bahati nzuri, nimeona jinsi ya kufanya hivi kwenye TikTok. Hey, nadhani mimi na Maria tutakaa pamoja kidogo kwa sababu Mike pia yuko hapa juu. Kila mtu anaenda juu na hiyo ni kama ya kutisha kwa sababu sitaki mtu yeyote aniwe. Oh, nilijua alikuwa anakuja hapa juu. Sawa, tunapaswa kuwa salama kwa sababu kila mtu ana mtu wa kumwangalia. Twende kwenye chumba cha Maria. Simwamini Mike. Nadhani jinsi unavyofanya hivi ni unachukua bomba la kijani, unalionyonya, kisha unaliweka. Ninaona kuna mshale katika chumba hiki. Nahitajika kuangalia hapa. Sijapata kazi zangu zozote bado. Oh, sawa. Kwa hivyo kuna vitu hapa. Subiri, nina. Oh, hapana, nina 6. Haionekani kama kuna kazi yoyote hapa. Sidhani kuna kitu chochote hapa. Hakuna karatasi au chochote. Kwa hivyo sasa nahitaji kwenda kumaliza kazi 15. Tunaingia kwenye chumba kile pale. Unaweza kupita. Pita. Hiyo ni kuzungumza zaidi. Sawa. Hii haifanyi kazi vizuri. Nitajaribu tena. Ndiyo, jamani, nadhani inafanya kazi. Je, ni lazima nisubiri hadi hii imalizike? Sijui. Oh, hii ni nini? Sawa, NIEP. Hii ni 18 sasa. Nina 13 na 7. Subiri, ndio, lakini 7 iko pale. Kazi 15. Kuna mlango unaotia shaka. Bado naita njia. Habari gani? Simwamini huyu jamaa. Siwaamini ninyi wawili. Toka nje. Sawa, kwa hivyo Maria aliniambia kuwa namba 7 iko hapa. Kwa heri, Eva. Nimekufungia humo ndani. Hiyo ni ya kutisha sana. Je, hii ni mtego? Haionekani kama. 5. Wow, unamfuata nani? Hapana, Hana. Ninachunguza ikiwa hii ni kazi yangu. Kuna 5 hapa. Sawa, nadhani iko sebuleni. Nimeenda waziwazi njia isiyo sahihi. Simwamini Maria. Nadhani mtu tayari alifanya kazi hii. Hapa, hawa wawili ni wadanganyifu. Ninashuku kila mtu. Usimwamini mtu yeyote. Nadhani wakati hii inaendelea, ninaenda kujaribu kutafuta kazi 4 au 11. Hakuna kazi hapa. Sioni. Labda ningetoka huko. Isipokuwa utakaa mahali fulani juu. Siwezi kupata kazi zangu yoyote. Inaonekana kama chumba salama. Je, tuko salama? Yep. Tuangalie chumba hiki. Hiki ndicho chumba ambacho Mike yuko ndani. Sijui Mike amindopi. Mike amatowika. Je, kuna kazi yoyote hapa? Nadhani kazi hii iko hapa. Subiri, nimesahau kuhusu chumba hiki. Usimwamini mtu yeyote. Hata hivyo, sayamini. Ondoka kwangu. Hiyo ndio ninayofanya. Siko peke yangu na mtu. Siwezi kupata namba 7. Maria aliniambia 7 iko hapa, lakini siwezi kuipata. Oh, nadhani mimi ni kipofu tu kwa sababu ilikuwa moja kwa moja kwenye ukuta. Kusanya fimbo zote zinazong'aa na uziunganishe kwa mlolongo sahihi. Sawa, nadhani tuzikusanye zote. Oh, sawa. Hii ni 18. Kanyaga treadmill. Ongeza mwendo hadi kilomita 10 kwa saa na ushikilie mwendo huo kwa sekunde 30 bila kusimama. Hii itakuwa ngumu. Sawa. Hii ni kazi 6, kwa hivyo sio yangu. Subiri, kuna kazi.
Number 4. Ninaenda juu kwa mara ya kwanza. Nimepita chini ya 3. Kazi zangu ziko wapi? Jamani, sijui kweli kama nina kazi yoyote. Ninayo mashaka yangu kwa Maria, unajua. Ninafanya kazi yangu. Mimi si mdanganyifu. Oh, unafanya nini hapa, Ivan? Oh, unafanya nini hapa? Una kazi namba ngapi? Nina 4, 11 na tayari nimefanya 9. Na wiwi J, Nina zangu. 4 iko hapo. Sawa, ninahisi kama ananitega hapa. Hapana, kwa kweli. Angalia katika kabati la nguo. Stan alisema angalia kwenye kabati la nguo kwa ajili ya kazi. Nitachukua hizi fimbo zote kutoka mezani. Pata baadhi ya hizi. Natumaini hii inatosha. Sawa. Sasa, je, hiyo ni 10. Hebu tuhesabu kwa sekunde 30. Kijani, blue, njano. Hebu tufanye kijani, blue, njano. 1, 2, 3. Anai, nini? 14. Nadhani anasema 4. Kuna mshale ulio wazi kabisa unaoelekeza. Haiwezekani. Haiwezekani. Mungu wangu. Mchezo. Sawa. Muda wa kukimbia. Muda wa kujificha. Siwezi kuamini hili. 6, 5, 4. Huyu jamaa amenihada tu. 3, 2, 1. Sasa nimekufa na ninabaki hapa. Nimemaliza kazi yangu ya kwanza. Hiyo ilikuwa ngumu kiasi. Ninapaswa kufanya mazoezi zaidi. Labda. Hii ni nyekundu halafu zambarau na kijani. Sawa, ngoja. Hii ni zambarau au blue. Sasa sijui. Kazi namba 15, kufungua salama. Ufunguo wa salama umefichwa mahali fulani ndani ya chumba. Uipate na ufungue salama. Tunapaswa kupata ufunguo. Jamani, Angalia kama naweza kupata blue. Sawa, hii ni zambarau kabisa. Hii inaonekana kama zambarau. Habu tuende gizani na tuke. Je, wiwi ndamagai. unajua kwamba mimi si mlaghai, namhisi Ivan kwa sababu amekuwa wa kutia shaka kupita kiasi. Niliishi kwa muda mfupi tu. Ni shaka. Mahali fulani ndani ya chumba hiki. Wapi ufunguo? Siwezi kupata chochote. Subiri, umeona 6, 3 au 17? Hapana, umeona ufunguo mahali fulani karibu na chumba hiki. Ufunguo gani unamaanisha? Unamaanisha ufunguo huu. Kuna moja juu. J, iko hapo. You my father? Sijui kama iko kwenye ufunguo huu. Kwa kweli, nataka kuona kilicho ndani. Unaweza kusogea kidogo mbali nami? Nitahifadhi umbali wangu. Sawa, kufungua salama. Oh, nini kiko ndani? Kazi mbili zaidi zimebaki, 14 na 10. Hebu tuone kama tunaweza kupata hizo chini. Hii inaonekana kama blue. Rangi sawa. Nadhani kuna mtu kwenye chumba hicho. Watu wanafanya kazi zao. Nike, nini kinatokea? Kwa nini salama haifunguki? Nimetafuta kila mahali, ufunguo iko wapi? Siwezi hata kufanya kazi hii. Siwezi kupata kazi zangu zozote. Sijui ziko wapi. Hakuna mtu hapa. Tuna 17 night. Jamani, nimekuwa hapa kwa muda mzuri. Bado hakuna mtu aliyenipata bado, lakini kama unavyoona niko nyuma ya mlango. Sijui tu nifanye nini. Jamani, penda kituo haraka ikiwa hutaki kuwa mlaghai. Sawa, jamani, bado siwezi kupata ufunguo. Huu si ufunguo sahihi. Nimepata ufunguo mwingine wa bahati nasibu. Naitaacha tu hapo. Sawa, habu tuo. Tunahitaji kupata kitu kingine. Sasa N10. Kwa kweli siwezi kupata hata kazi moja. Siwezi kupata hata moja. Hii inaonekana kama blue na zambarau. Kwa hivyo tuko sawa. Njano na kisha ni nyekundu na. Je, naweza tu kuchukua karatasi kutoka ukutani. Nitairejesha baadaye kwa sababu nina uvivu wa kwenda juu na chini. Sawa, kwa hiyo ni nyekundu, kisha ni blue, zambarau, njano, nyekundu tena. Sawa, nina 10. Nitaifanya kazi hii sasa hivi. Hii ni mwonekano bora wa mimi. Hey. Nenda mbali, nenda mbali. Najaribu kupata ufunguo. Sawa. Tulia, ikiwa wewe ndiye mlaghai, kaa mbali. Mimi SI mlaghai. Siwezi kumwamini yeyote. Nimeshacheki ndani. Subiri 6. Oh, nina 6. Imefanyika. Anza kipima muda kwenye kibao kwa sekunde 30 bila kuondoka, na upeleke kibao kwenye chumba kingine na urudie. Sawa. Na kisha ni kijani, blue na kisha nyekundu. Sawa, hiyo iko tena ukutani. Safi kabisa. Habu tuik number 7 hapa. Habu tuendo hapa. Nimefanya kazi hii. Sasa hebu tuende kutafuta 13. Nimeifanya haraka. Uongozi umeharibiwa. Kusanya vipande vyote 15 vya ramani ya meli. Mungu wangu, mimi si mzuri katika haya. Nitajaribu kwa nguvu zangu zote. Nadhani lazima nisubiri hapa. Huyu jamani, ninakwenda kulipiza kisasi. Hapa tuko. Jamani. Ninakwenda kulipiza kisasi kwa huyu jamaa. Mike mpita tu. Sijui kama namwamini Mike. Hii ina mashaka kidogo. Sawa, second 5. 5, 4, 3, 2, 1. Imemalizika. Sawa. Hebu tujaribu kukusanya hii. Sawa.
Hii hapa. Sawa, anaonekana amekasirika. Lazima nipate ufunguo. Oh, subiri, hapana. Lazima niwe mtulivu. Siwezi kupata ufunguo. Sawa, hii inanitia wasiwasi kidogo. Sawa, ikiwa unahisi wasiwasi, inamaanisha wewe ndiye Sawa, mlagao. lakini Najua lazima kwamba nifanye wewe kazi ni mwenda yangu. wazimu. Fanya kazi yako wakati unatafuta ufunguo, na hiyo si sababu ya kukuuawa. Na hii ni kubwa zaidi kuliko nilivyodhani. Hii ni ngumu kiasi. Kwa kweli. Kutafuta kila mahali. Tafadhali mtu, nipate. Ipeleke kwenye chumba kingine na urudie. Kwa hivyo ikiwa napata kibao, sijui chumba gani. Hapa, labda. Nadhani najua ni chumba gani. Sidhani kama ni chumba hicho. Subiri second moja. Je, hiyo ndiyo funguo? Angalia pembe ya kifaru. Iko hapa. Tumepata funguo. Hebu tuangalie kama ni ya sanduku letu au la. Imekuwa muda. Sijui walapo. Nadhani ni chumba hiki na nitapumzika kwenye sofa kwa muda kidogo. Anzisha saa. Nadhani tutasubiri hapa. Niangalie. Nitafungua sanduku hili kwa funguo hii. Tafadhali fungua. 17 iko peo. Nimezikosa zote. Nimekuja kwenye chumba hiki kama mara 3 na nimeenda kwenye bafu kama mara 2. Nimezikosage. Tumefungua sanduku. Tuende. Kazi imekamilika. Woho. Sawa. Ananisha wasiwasi. Jamani. Nimesikia kila kitu. Sina uhakika kama namwamini huyo jamaa. Sasa tuna kazi yetu ya mwisho. Kazi namba 16. Tunapika. Jamani. Wako wapi kila mtu? Nimesema mara nyingi, imekuwa muda. Tafuta router, izime na usubiri sekunde 60 bila kuondoka, kisha iwasha tena kwa kuanzisha upya wifi. Nadhani hii ndio router hapa. Kwa hivyo nikizima hii, itabidi nisubiri dakika 1 na siwezi kuondoka eneo hili. Na itakapomalizika, naweza kuwasha tena na naweza kuondoka na kumuua mtu mwingine. Nadhani nataka kumuua Mike. Ninaogopa sana kwa sababu mlaghai anaweza kuwa popote gorofani. Niko makini. Tafadhali pita. Usernidazane. Hiyo ni ya kutisha kweli. Namba 16. Iko wapi? Alinijia na kama alianza kunitazama hivi kwenye ngazi, kwa hiyo nikamkimbia. Namsikia Mike. Tafadhali njoo hapa. Harry, paka. Unajua nani ni mlaghai? Mpenzi wangu. Sawa, mtu anakuja. Pia lazima niseme, kadri wanavyokuwa na muda wa kunipata na kuripoti mwili, ndivyo Stan anavyokuwa na muda wa kuwa kila mtu na kuwa na shaka kidogo juu yake, kwa sababu tayari amejichanganya, tayari amejibadilisha. Hakuna anayefikiri yeye ni muuaji. Sijui namba 3 iko wapi. Hebu tuangalie tena chini kwa sababu nilimkosa mara kadhaa. Ninamwamini Stanley kwa sasa, lakini Mike alikuwa anatia shaka sana hapa. Nilidhani Mike pia alikuwa anatia shaka, unajua, kwa sababu alikuwa anaingia na kutoka chumba kile. Ndiyo, na yeye alikuwa kama anapiga kelele na kufanya kila kitu. Alikuwa kwenye lango la sanduku kwa muda mrefu sana. Alikuwa juu yake kama dakika 5, kisha akakasirika nilipokuwa nikitazama. Sawa. Alikuwa ananiambia niende mbali wakati nilipokuwa nikimtazama, kwa sababu sikuamini ilikuwa ni kazi yake halisi, lakini Hello. Angalia tu huyu jamaa. Hiyo inatisha kweli. Unatoka hapo. Anatia shaka. Nilijua hilo. Nini? Iko wapi? Alipita tu karibu nami. Kazi moja imebaki, lakini nina mashaka sana na Mike sasa hivi. Mungu wangu. Bro, sikuweza kupata funguo. Sasa siwezi kupata kazi. Nimekufa kabisa, kweli. Sijui, nadhani inabidi niwe mbali na Mike kadri niwezavyo. Kazi yangu iko wapi? Kweli kazi yangu iko wapi? Hiyo sio yangu pia. Nahitaji kupata kazi hii sasa hivi. Sawa, Mike anakuja. Simwamini huyu jamaa. Simwamini yeyote kati yenu. Unajua nani sijaona kwa muda mrefu? Ivan yuko wapi? Yo, subiri. Nadhani inabidi tuitishe mkutano kwa sababu Ivan amekaa nyuma ya kabati. Amejificha nyuma ya kabati sasa hivi. Wow, umesikia hilo? Anakaa nyuma ya kabati. Ndio, amekaa nyuma ya kabati. Labda unayasema hayo tu kwa sababu. Maria. Hapana. Nadhani sisi wote tuende gorofani na Mike kuona kama anasema ukweli. Na inasema akiwa mmoja wetu, mwingine anaweza kuripoti. Sawa. Nini kinatokea? Nawasikia watu wengi wakiongea kule. Kuna kitu kinatokea. Tunafikiri kwamba Ivan ndiye mlaghai. Au subiri, vipi kama ni mwili wake? Kweli, kwa sababu Mike ametueleza tu kwamba Ivan amenaswa nyuma ya kabati la nguo. Labda alimua. Sijamua mtu yeyote. Nahisi mmoja wao anadanganya kwa hakika. Kama amejificha nyuma ya kabati la nguo, ungewezaje kumkuta? Kama nilikuja tu ndani ya chumba kutafuta kazi yangu na nikamkuta. Siamini sana Mike sasa hivi. Nahisi kama Mike anatunasa. Angalia, sawa, yuko wapi? Nilimkuta Eva akichungulia huku na kisha akatoka. Kisha nikakuta huyu jamaa. Simon ye. Nahisi kama ni mtego. Naitenda mbayo. Ripoti ya mwili uliokufa, nadhani. Yo, unamaanisha nini kwa kusema amekaa? Yo. Eugenieki. Nilidhani alikuwa hai. Lazima nibonyeze kitufe. Naeki. Huyo alikuwa Eva.
Christopher. Nicholas. Hapana, nataka kubonyeza mkutano. Wanawezaje wasijue kwamba alidhani nilikuwa nimeshuka? Nimelala chini tu. Hai nini? Kimbia, kimbia. Nenda, bonyeza kitufe. Mkutano wa dharura. Wamita mkutano. Ivan, unaweza kutoka. Sawa, tunashuka kwenye mkutano sasa. Tafadhali Holly. Simwamini Mike. Ni Mike. Eva. Sayo, mimi. Mimi sio mlaghai. Jamani, lakini mkutano umeanza na sasa tuna uahili kama kipaza sauti kwa yeyote anayetaka kuzungumza. Sawa. Kwa hiyo nitaongea kwanza. Na hakuna anayekatiza. Mimi binafsi nafikiri ni Eva kwa sababu wakati. Bila shaka. Kwa nini? Sijui. Na Stanley mara ya mwisho kama hakuwa hapa, lakini Eva hakuwa popote na tulimwona akitembea chini ya ngazi. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri ni Eva. Nani anataka kuzungumza? Mimi. Sawa, kulikuwa na hali. Eva alikuwa akizunguka katika vyumba hivi viwili juu kwa muda mrefu sana. Kweli? Ndiyo, na nilimkuta Ivan huko. Nilidhani alikuwa hai, lakini hapana, alikuwa amekufa. Kwa hivyo sasa ni Eva. Napiga kura kwa Eva. Sawa, sasa nitajitetea. Hoja ya maana. Kwa hiyo kwanza kabisa, wakati mlikuwa na mkutano wowote mlikuwa nao chini, nilikuja nikauliza nini kinatokea, ninyi mkaanza kuandaa kazi kabla yangu. Hapana, maanisha baada ya sababu nyinyi mnaenda huko, sitaki kufa na nilikuwa nikizunguka hapa. Hapana, kwa sababu hukutaka kwenda huko, kwa sababu ulimua Ivan. Hukupenda kupanda juu ya ngazi. Nilikuwa hapa muda wote. Kabla ya mkutano huu wote ulikuwa juu? Ndiyo. Hapana, nilikuwa hapa. Nilikuja kama Eva, wacha niwasha kipaza sauti. Sawa, wacha nitoe sababu zangu. Sawa, kwa Mike, nilikuwa hapa chini wakati alikuwa akipiga kura, lakini alikuwa na mashaka wakati nilikuwa karibu naye kwa sababu alikuwa anahangaika kufanya hivyo na kuniambia niondoke, lakini labda tu aliona ni ngumu kufanya. Kwa hiyo, unajua, Mike alikuwa chini, nilikuwa naye. Kisha nilienda chooni kufanya kazi yangu namba 6 kwenye tablet. Nilienda kwenye chumba cha mbali kufanya kazi namba 17 na ilinibidi kusubiri huko jumla ya dakika 2 kwa sababu nilikuwa na sekunde 60 ambapo sikuweza kusonga kwenye router na dakika 2 ambapo sikuweza kusonga na iPad. Kwa hiyo nilimaliza hiyo, nilikuwa dakika 2 chini. Halafu niliingia hapa na nilimwona Maria na nilikuwa nikiongea na Maria kuhusu Mike na kura na jinsi nilivyofikiria labda alikuwa anahangaika kufanya hivyo. Lakini kisha nilimwona Mike akija chini na nikafikiria, sijaona Ivan kwa muda na Mike alikuja chini peke yake. Kwa hiyo sote tulimwangalia Mike na kufikiria, Ivan yuko wapi? Na Mike akasema, nilimkuta Ivan nyuma ya kabati amekaa chini, lakini hakutuambia hilo mara moja mpaka tulipouliza kuhusu Ivan. Na pia hakuwa na uhakika kama alikuwa amekufa. Nadhani ni yeye. Na alimshtaki Ivan kwa kuwa mlaghai. Nadhani Mike anaweza kuwa anasema uongo. Sawa, hiyo ni hoja nzuri. Kila mtu ametoa sababu zake. Sasa mnabidi kupiga kura kwenye ubao huu. Nitapiga kura. Sawa. Baada ya Stanley kama mashtaka yote, mimi binafsi nafikiri ni Mike. Kwa hiyo napiga kura kwa Mike. Stanley ana waziwazi baadhi ya dhana potofu. Sijui. Eva alikuwa juu na mimi. Napiga kura kwa Mike kwa sababu nahisi kama ana mashaka sana. Anatembea, anawaambia wote ni Ivan. Kwa hiyo sijui ni nani wa kumwamini sasa hivi. Nitapiga kura kwa Mike, lakini labda ni Eva. Tuna matumaini ni Mike na mzunguko umemalizika. Nilipiga kura kwa Mike. Natarajia NIA. Hiyo ni nzuri. Kama sio Mike, basi nitapiga kura kwa Eva. Sawa, mimi binafsi nafikiri ni Eva kwa sababu alikuwa akizunguka juu kwa muda mrefu. Nilikuwa natafuta kazi yangu. Mimi pia nilikuwa nafanya vivyo hivyo. Sawa. Jamani, kupiga kura kumemalizika na tunaweza kuona wazi kwamba Mike alipata kura 3, Eva alipata kura 1. Lakini umechaguliwa kama mlaghai. Tafadhali fumbua nafasi yako. Mimi ni mshiriki wa timu. Nini? Sikuwa mlaghai. Mike alikuwa mshiriki wa timu. Kwa hivyo sasa, ikiwa mlaghai atawa mtu, watashinda moja kwa moja kwa sababu watabaki watu wawili tu na nimekufa. Sasa tutaanza mzunguko wa 2. Hiyo ni ya kutisha. Tuende. Sawa. Kwa hiyo mna kazi ngapi zilizobaki? 1. Nimebakiwa na 1. 1, 2, 3. Kwa hiyo kuna kazi 3 kwa jumla kabla ya washiriki kushinda. Mlaghai, ni bora uwe mtu. Sawa. Mzunguko namba 2 unaanza sasa. Tuende. Ninakimbia mbali kadiri niwezavyo. Kwa kweli kimbia. Tunaweza kutulia hapa. Kwa hiyo bado sijapata kazi yangu namba 13 kutoka mzunguko wa kwanza. Safi. Hii ni kazi namba 16. Kagua nyumba yote tena. Stanley. Siwezi kabisa kupata. Nadhani hii itakuwa Eva.
Kweli? 30. Kwa kweli, nilidhani. Hii haikuwa hata kwenye mchezo kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa. Siwezi kabisa Namnisha. kupata 3. Nahitaji msaada kupata 3. Sijui. Vipi kama utanisaidia kuitafuta halafu ukaenda kufanya yako wakati mimi nafanya yangu? Lakini vipi kama nitaenda na wewe na unanyua? Sawa, nitaitafuta mwenyewe. Sawa. Siwezi kukuamini, kaka. Futa choo na sinki na kitambaa chenye unyevunyevu. Hakuna ubaguzi. Hii ni taratibu. Kwa kweli, kwa nini ningefuta choo? Mimi si msafishaji. Hamisha ndoo zote 4 kutoka ghorofa ya chini hadi ghorofa ya juu. Unamaanisha kweli? Mimi sio mwenye nguvu hivyo, lakini nitajaribu. Siwezi kabisa kupata kazi hii. Hapa vitambaa vya watoto. Baby wipes. Ninapaswa kumaliza hii haraka iwezekanavyo. Nitakwenda kutafuta kazi zangu juu. Ni safi vya kutosha. Sijui hata kwa nini ninapaswa kuisafisha. Ilikuwa chafu. Kwa sababu siwezi kuipata. Hii ni nzito. Sawa, lakini itabidi nimgoje. Labda nitakosa chumba cha kulala. Labda sikuangalia vyumba vyote. Sawa, tuangalie choo sasa. Natumaini hakuna mtu aliyekitumia kabla. Hii ni nzito kuliko nilivyotarajia. Sawa, ndio chini. Stanley yuko here. Sawa, anakuja huku. Labda iko kwenye chumba hiki. Jamani, nitangoja hadi Maria awe kwenye ndoo yake ya mwisho na kumsaliti. Na itampata. Nahitaji kofia ya juu. Nitaisafisha hii. Sasa tuokote hii na tuisafishe hii. Labda naweza kuchukua 2 kwa wakati mmoja. Twende. Iliandika tu kusafisha sinki na choo. Kwa hiyo ndio, nadhani tuko sawa. Nina 2. Hapana, Eva yuko nyuma yangu. Na kwa sasa nitaigiza tu natafuta kazi kwa sababu siwezi kuipata na sihitaji kuipata. Nimekamilisha kazi zangu zote. Nadhani nitaenda tu kuzunguka kutafuta wengine, lakini bila kuonekana mtumiwa. Kazi yangu iko wapi? Mungu wangu, nimepata kazi yangu. Sikutaka hata kuipata. Sina chochote kilichobaki. Sawa, Yusini. Nimekamilisha kazi zangu zote. Lakini sote watatu tuko hapa. Nilikamilisha yangu. Je, umemaliza yako? Hapana, bado nina ndoo moja ya mwisho kwenda. Sawa. Pitia kwenye gridi ya laser bila kugusa hata boriti moja. Kugusa moja, kengele inapiga. Sawa, hiyo ni sawa. Twende kumtazama Stanley, maana anaonekana mtuhumiwa kwangu. Yuko juu. Moja ya miale imevunjika. Kwa hiyo ni nzuri. Ninadhani kwamba inabidi tu niende pale na nirudi. Kwa hiyo hebu tuchukue hatua kwa uangalifu. Hii ni ndoo ya mwisho. Twende. Sawa, yuko katika chumba hicho. Kwa hivyo tunaenda chini. Sitaki kuwa hapa juu. Hey Yusini, tafadhali. Vipi nikikuwa? Tafadhali usiniue. Hapana, nilifanya kazi zangu zote. Nyinyi watu ni wazimu. Alikuwa karibu kuniua. Kazi 3 imekamilika. Sikukugusa hata kidogo. Nimekamilisha kazi yangu tu. Nina kitu. Na mimi nimekamilisha kazi yangu pia. Nina kitu cha kukuambia. Wewe ulikuwa muuaji, lakini tulishinda. Tumemaliza kazi zetu zote. Ilikuwa ni ndoo ya mwisho. Eva, tumeshinda. Ndiyo, Stanley alikuwa imposter. Twende. Tumeshinda. Kwa nini ulifanya kazi yako? Niliweka ndoo yangu ya mwisho chini na akanimaliza. Tushinda. Nilikwambia, mimi si imposter. Jamani, tumeshinda. Stanley alikuwa imposter. Unajua nini kilitokea? Mara nyingine, sijui wawe tu. Usijisumbue kucheza michezo, wawe tu. Wakati wa ndoo yangu ya mwisho na nilipoiweka chini, alikuwa kama Maria. Nina kitu cha kukwambia, aliniua, lakini tayari tulishinda. Kwa nini hukuwa tumtu kabla ya hapo? Kwa sababu Maria alikuwa na imani kubwa kwangu. Kwa hiyo nilitaka tu kumsaliti kabisa. Nilikuwa natafuta kazi yangu na sikuweza kuipata na nilipata kwa bahati mbaya na nilikuwa kama vyovyote nitafanya haraka sasa na nilikuwa kama nitampata Maria kwenye ndoo yake ya mwisho. Aliweka ndoo chini na ningemua. Sawa, basi mwisho wa mchezo huu wafanyakazi walishinda kwa sababu walifanya kazi zao zote kwenye sekunde ya mwisho. Stanley hakumua Maria. Nilimwamini kweli. Sawa, bahati mbaya. Nilifikiri ni wewe. Nilikuwa na hakika kabisa ni wewe. Sawa, tunafanya raundi ya pili. Tuende raundi ya pili. Yote kwa ajili yenu. Hebu tufafanue nafasi zetu tena. Ninapata hai. Twende kwenye basi yangu. Sitaki kabisa kuwa imposter. Naenda kwenye kona tena. Nilichagua kadi ya kwanza sahihi. Hapa ili hakuna mtu angeweza kuona. Hii ni salama kabisa kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuona. Natamani iwe imposter. Nilipata mwenzangu wakati huu ambayo si mbaya sana. Hapa ndipo ilivyo. Mimi and I bada bing, bad boom. Nataka kutafuta hisia za watu wengine. Hii ndiyo niliyoipata. Maria anatabasamu. Kutoka mwanzo, tayari ninamhisi Maria. Kweli, nadhani ni Maria. Ndiyo. Hebu tukamate kazi 3 kila mmoja. Kazi 3 hapa. 12, 10 na 6. 9, 3 na 14. Hebu mchezo uanze. Sawa, ngoja nikimbie. Wakati huu nitaendelea kuwa peke yangu bila mtu yeyote. 115 na 4. Hebu tujaribu kuzitafuta. Nitakaa hapa chini na tayari namshuku Maria. Sawa,
naenda kwenye ghorofa ya pili. Sawa, jamani, mimi ni mhalifu tena. Hiyo ni bahati nzuri sana, lakini ninahitaji kutafuta kazi zangu. Je, nilichagua namba 10. Nadhani nilifanya. Subiri, je nilifanya? Hii ni yangu. Kwa hiyo nitakwepa kila mtu sasa hivi. Tunayo kazi 5, 18 na 8. 18 mara moja. Ingawa kweli ninapaswa kubadilisha mpango, nadhani ninapaswa kukaa na kila mtu ili kila mtu aone kwamba mimi si mhalifu. Hebu tuingie kwenye chumba hiki. Habari, Maria. Kuongeza turbine, rahisi vya kutosha. Sawa, Twen. Bonyeza kitufe hiki. Hii inaonekana kama juu ya hii. Sawa, hiyo inaonekana nzuri. Nataka kufanya vizuri zaidi kuliko raundi iliyopita. Nitashinda wakati huu. Hakuna kazi zangu zilizo huko. Kuna 8 na 17. Sawa, hizo sio nambari zangu. Sawa, nimepata 16. Tunaweza pia kuzungumza kuhusu hii sasa. Hebu tuweke 16 na kadi zangu nyingine chini. Nambari 14, kuvunja salama. Nadhani tunapaswa kutafuta ufunguo. Kwa hiyo lazima nipate nambari 1, 15 au 4. Nimepata tu hizi pockets. Sio mbaya sana. Nadhani lazima nifanye moja kwa wakati mmoja, kwa hivyo twende. Camelai, kazi nambari 15. 2. Vunja mawe kwa nyundo na toa fuele zilizofichwa ndani. Hii ndiyo kazi iliyofanya nipoteze raundi iliyopita. Sawa, tunakaribia SAA 10 o'clock. Tazama huyu jamaa, mazoezi ya kwanza kabisa maishani mwake. Hiyo ni haraka sana kweli. Ninapaswa kukimbia kidogo, unajua? Mara ya kwanza kabisa kufanya mazoezi, Ivan. Hey, unamaanisha nini? Nafanya mazoezi zaidi yako. Tazama huyu jamaa. Lakini huendi kwenye gym. Nilienda kwenye gym jana, kijana. Ndiyo, hakika. Ninakwenda kugonga hii. Sawa, ninaogopa kweli. Hey, ni kawaida. Nenda tu. Natafuta ufunguo. Tulia. Subiri. Kuna kitu kimening'inia hapa. Huu ni ufunguo wa safe. Hii haivunjiki. Hii ni ngumu kweli. Nadhani tayari zimepita sekunde 30. Ninakwenda kuweka pause. Maria alifanyaje kazi hii haraka sana mara ya mwisho? Na naenda kwenye kazi inayofuata. tu. Kwa hivyo, lazima nipande na kushuka ngazi mara 4. Kozi 12. Sio kile ninachotafuta. Na nakuwa makini kweli wakati huu kwa sababu sitaki kuuawa, na angalau nikifa, ninawawa katika eneo la umma ambapo kila mtu anaweza kuniona. Sawa, hiyo itakuwa na niko nyumbani na mfungwa safe. Tayari karibu nimemua mtu. Sasa, hebu tupate kazi nambari 9. Sijui. Lazima nitafute. Rudisha hiyo hapo. Ivan yuko peke yake. Nitamchukua. Sawa. Kwa hivyo, kazi 8. Sikumbuki kazi 8 ni nini. Bado tuna vyumba 2 zaidi vya kuangalia. Sawa, ndoo moja imebaki, jamani. Nadhani kila mtu ana. Sawa, Stanley ameshuka. Tuna mtu yeyote katika chumba hiki. Hapa ndiko nilikokufa mara ya mwisho. Nambari 9, nimeipata. Nambari 9, drain ya mafuta. Sawa, tunapaswa kupiga hii chini. Sikujifunza fizikia, kwa hivyo lazima nifanye kwa namna fulani. Natumai sitawawa mahali pa siri. Natumai sitawawa kabisa. Kazi 11. Nilikuwa na kazi hiyo mara ya mwisho, lakini sikuweza kuipata. Ulipataje kuwa mlaghai tena? Hapana. Hakuna njia. Nilifanya kazi moja tena. Kipande cha mwisho kinaenda hapa. Sawa, hiyo inaonekana nzuri. Chukua tu kazi zangu na uendelee. Je, hii itafanya kazi kweli? Hii ni jiwe kabisa. Je, ninahitaji kama kufyonza maji kutoka hapa na kisha kuyatema? Jamani, timu iko matatani kwa sababu Stan ni mlaghai mzuri sana. Hapana. Kuna kitu kimefanyika ghorofani. Hapana. Kwa nini? Nadhani Stanley aligonga, akaangusha new. Maria anafanya 15. Ninakwenda kutafuta nambari 12. Eva, unaweza kunisaidia? Hii haivunjiki. Jamani, hii ni mbaya sana. Nahitaji kuondoka. Hiyo ni kweli hatua ambayo Stanley alifanya. Kwa hivyo sitaenda kumsaidia au hata kufikiria juu yake, kwa sababu hiyo ni ya kutiliwa shaka kweli. Kwa hivyo, sasa kila mtu anafikiri mimi ni mlaghai. Hiyo ni nzuri. Eva, njoo unizeti. Sawa. Maria aliniomba tu nimsaidie na jiwe lake. Kwa hivyo hiyo ni ya kutiliwa shaka kweli. Ndiyo. Hii ni nambari 12. Habu tu. Jamani, ninaogopa sana raundi hii. Andika kwenye maoni unafikiri ni nani mlaghai. Hapana.
Jamani, Subiri, nadhani nilisikia Eva akipiga kelele. Eva. Nimekufa. nimesikia tu Eva ameuawa. Kimbia. Mtu alimua Eva gorofani. Nilisikia akipiga kelele. Hayo ni mauaji mbili, yanahitaji mauaji moja zaidi. Sawa, hebu tusubiri hadi mtu ae chini. Twende tukapate mauaji mengine. Subiri, nadhani NI Stanley o Ivan. Najua NIMTU. Tuo. Subiri, ninakwenda kwa kamera. Sure. Eva yuko hapo na nimesikia tu akiwawa. Nitampata sasa hivi. Kwa hivyo ni Ivan au Stanley. Habu tukijus kitu. Tuende. Eva yuko hapo. 3, 2, 1. Nenda. Kuna mawaji. Mkutano wa dharura. Kila mtu arudi. Mkutano wa dharura. Kila mtu, njoo kwenye mkutano. Ninaogopa kweli. Kwa hivyo, nimesikia Eva akiwawa na tukaenda gorofani na tukaona maiti ya Eva, lakini inageuka Ivan pia aliuliwa. Ndiyo, nilikuwa juu. Watu pekee waliokuwa juu walikuwa wewe, Eva na Stanley. Kwa hivyo, najiuliza nani angeweza kuwaua wote wawili. Niruhusu nitoe utetezi wangu. Ivan NI Mwongo. Ivan hajafa. Nimekufa. Ulinijaribu kunishambulia. Nini? Kitu pekee ninachoweza kuwa mkweli nacho ni kuwa nimekufa kweli. Siwezi kujibu au kusema chochote kingine. Anasema uongo. Hapana, nimekufa kweli. Ni kwa ajili ya mchezo. Maria, ni zamu yako kuzungumza. Sawa, kwa hivyo, nilikuwa nikifanya kazi yangu hapa. Nilikuwa nikihangaika kufungua kitu, kisha nikasikia kilio, na kisha nikaenda hapa na nikamwona Mike akiwa kwenye ghorofa ya kwanza. Kwa hivyo muuaji lazima alikuwa kwenye ghorofa ya pili, sivyo? Kwa sababu mara niliposikia, nilimwona Mike akiwa kwenye ghorofa ya kwanza. Okay. Sawa, nadhani. Na Ivan alikuwa amekufa tayari. Kwa hivyo inamaanisha mtu pekee aliyekuwa hai na juu alikuwa Stanley. Nawezaje kuwa impostor mara mbili? Sasa, nina washukiwa mbili tu, Maria na Stanley. Maria, uliona maiti? Kwa sababu nilisikia Eva akipiga kelele kwa nguvu zake zote. Na ulikuwa chini. Ndio, Sawa, kwa hivyo mtu pekee aliyekuwa juu ni Stanley. mtu pekee aliye hai juu ni Stanley. Lakini umesema tu unamshuku Maria pia. Hapana, lakini alikuwa chini. Ndio, nilikuwa nikimfuata chini wakati niliposikia kilio. Alisikia kilio na ulikuwa mtu pekee aliyekuwa juu. Nilikuwa nikitembea huko na kisha nikasikia kilio. Ulisema alikuwa juu gorofani. Hapana, alikuwa chini. Hapana, angalia, aliniona wakati kilio kilipotokea na mimi nilimwona. Lakini kilio hakimaanishi aliwawa. Huenda alikuwa ameangusha kitu. Ameuawa. Lakini huenda aliuliwa baada ya kilio wakati ulipanda kumwona. Unajua, nadhani Stanley anaeleza kupita kiasi. Kwa nini alipiga kelele tu kwa furaha? Kwa ajili ya kujifurahisha tu. Angalia, ni mantiki tu. Maria yuko chini, hiyo inamaanisha yeye sio muuaji. Wote wawili waliwawa juu na ulikuwa nao, hiyo inamaanisha wewe uliwawa. Nimekufa. Sina cha kusema. Ni wakati wa kupiga kura. Ni wakati wa kupiga kura. Nawaambia nyie sio mimi. Ninajua nani nitakayempigia kura, na bila shaka ni Purple. Nitakutazama moja kwa moja na kukuambia sio mimi. Wazo langu la mwisho ni Stanley, kwa sababu alikuwa na mashaka sana hivi sasa. Kamwe hataki kusikiliza. Ulichaguliwa na Maria na Mike. Ulichaguliwa. Fichua ulikuwa nani. Mimi NI imposter. Wewe ni imposter? Mimi sayo imposter. Alikawa imposter. Kazi nzuri, jamani. Na bado umeniua tu tena. Nilifanyaje kwako? Angalia jinsi walivyoanza kugombana mara moja. Kwa kweli, sekunde ya mwisho ulijaribu kunishawishi nisiwapigie kura. Nilifikiri labda nimchague Maria, la Stanley. Nitakutazama moja kwa moja. Mimi sio muuaji. Hapana, nilijua ni Stanley. Nimekuwa imposter mara mbili sasa. Inavutia sana. Naipatiza zote mbaya. Karibu nishinde ya kwanza. Ya pili, nilikuwa na tamaa kidogo ya mauaji. Nadhani tunapaswa kufanya raundi ya tatu.